Kwa nini unaniletea damu ya mbuzi? Mimi nilikuagiza damu ya mtoto mchanga yule binti, unadiriki kuniletea damu ya mbuzi? Acha kuleta sanaa kwenye jumba la sinema. Sasa damu yako itatumika kwenye kafara yangu, na hiki kitapita sehemu yoyote iliyo wazi. Sina machungu moyoni, nimeshalia ikaisha. Kijiba cha macho, mboni zangu zimetoboka. Ukinipa hadithi zako na mimi nina zangu, hasa kwa nini nikutegea sikio? Sarafu ina pande mbili, kuna mchana, usiku na alfajiri. Usimwamini mwanadamu, kuwa na nidhamu, usije ukadondokea kwenye mikono mibaya. Kuna wengine wanafanya ibada gizani, kuna wanaolala usiku majenezani. Familia zinasambaratika, mauaji ya kutisha. Vipi? Umeota ndoto mbaya? Mara nyingi watu wenye mawazo mabaya hata ndoto zao huwa mbaya. Hivyo basi, kuwa makini. Nisamehe mume wangu, sitarudia tena. Na kweli ndio nimekosea. Mume wangu, nisamehe, usiniue. Mume wangu, nisamehe, baba na mkeo, nisamehe na kweli
kweli ndio nimekosea, sitarudia tena kufanya kitendo kama kile. Najua mimi ni mke wangu. Nenda upate chumba. Sarafu ina pande mbili, kuna mchana, usiku na alfajiri. Mwanadamu hubadilika, leo kicheko, kesho ni majeraha moyoni. Sultan, kwa hiyo mtu uleta nini hapa milioni eh? Hiyo hapo, hiyo milioni hiyo ipo karibu na wewe. Unajua Mashimi, acha kutuchanganya. Aya, mtu hapa unatuambia yuko wapi? Huyo mtu yuko wapi? Amirudi huku mimi namuona kwa macho yangu na hili hapo. Wewe umeanza uvivu wako. Yaani kwa hayo maneno yako tu unakana wewe kazi imeanza kukushinda. Aya, unasema kuna mtu yuko wapi hapa? Bwana mfanya kazi acha kuturushia kaya bwana. Vipi? Hivi unamuelewa huyu? Unajua jamaa mimi nashindwa kumuelewa kabisa. Amekuwa ni mtu wa matatizo. Anyway. Wewe na umwambie kama kazi imemshinda bora aende mjini, kwa sababu inawezekana tufanye kazi na mwisho wa mwezi anataka naye achukue hela. Bangi.
Karibuni, karibuni ndani. Chini. Hivi mashine ina matatizo gani wewe? Mashine, mbona tunashindwa kukuelewa mashine? Wewe unafahamu fika kilichotutoa kule mjini kutuleta huku ni kwa sababu ya kazi. Na isitoshe mashini, ni bora tufanye kazi ili tuweze kupata hata mshahara wetu. Wewe umekuwa mtu wa kuzila. Tatizo Kawasese, hamna imani na mimi. Kuna mtu pale nimeona kwa macho yangu mawili. Wewe hujamuona mtu pale? Haujamuona mtu pale? Mashini, unapoelekeza pale kuna mtu, hakuna mtu yote mashini. Na ndio maana tukasema hizo bali zako mashini zinakupeleka kubaya. Kuna mtu gani? Kawasese, kwa nini hamtaki kuniamini? Kama mjamuona, twende nikakuonyesha. Karibuni. Asante sana kiongozi. Kwanza samahani tena kwa mara nyingine, kwa sababu najua tunatumia muda wako hapa ambao pengine ungeweza kuwa na majukumu mengine, lakini pia kipekee kwa niaba ya familia yangu, kwa kweli kwa kile ambacho umenitendea au umeitendea familia yangu, tungekuwa hatuna busara kabisa kama tusingekuja kusema asante. Ndio maana basi leo kwa niaba ya familia yangu tunasema asante sana Mr. Meja kwa kile ulichokifanya juu yetu. Kimsingi nina wajibu wa kuwasaidia, kwa sababu kiumbe alichobeba hakiwanufaishi nyinyi tu, hata mimi kingeweza kunufaisha. Kweli, ni kweli kabisa. Hivyo niwaondoe hofu. Hata kama siku nyingine mpata shida, msisite kuja. Mnaweza mkaja na nikawasaidia vizuri kabisa. Tunashukuru sana. Kwa kweli mimi nakushukuru sana. Hata hapa kwa kweli hatukutegemea. Asante sana. Asante sana Mr. Meja. Kwa kweli kiongozi, napenda kuendelea kukushukuru sana. Yaani katika hiki kipindi sijui nikulipe nini, lakini Mungu mwenyewe atakulipa. Asante sana. Ni jukumu langu kuhakikisha wananchi wanaozunguka hili eneo wanakuwa salama. Kwa hiyo ninawakaribisha tena. Mkiwa na shida msisite kuja. Asante, tunashukuru sana. Hata hivyo, kulingana na majukumu yako, najua huu ni mchana na bado wewe ulikuwa na majukumu yako. Ndio maana tunaomba radhi mwanzo, si tulikuwa tunaomba ruhusa
ili tukuache uweze kuendelea na majukumu yako mengine. Okay. Mnataka kwenda? Basi karibuni. Mkiwa na shida nyingine, welcome. Huyu hapo, mwangalia huyo mmoja. Hii hapo moja mkopesha. Chini. Wewe vipi? Nimeona hapa. Alafu nimeshakuona. Toka tumefika hapa, unatujia habari zako za ajabu. Bwana umeniona, sasa hivi unaanza kutukaba. Kama umeshinda kufanya kazi, rudi mjini bwana, vipi? Uzu. Brother. Boss. Samahani. Hizo dokumenti ambazo nimeigiza ziko tayari. Unaweza kuziangalia. Sawa. Unaweza ukaenda. Ni wako sawa. Niko sawa. Unajua Mashimu, sisi sote tunashindwa kukuelewa kulingana na mauzauza yanayokutokea. Wewe mwenyewe unatambua tumefanya kazi kwenye makampuni mengi sana na sehemu tofauti na hata hivi wewe kilevi chako ni hicho bangi kama ulivyokuwa unavuta hapo awali, lakini haijawahi kutokea hata siku moja kwanza kwa unaleta mauzauza kama ya huko. Kwa unaonyesha vitu visivyoonekana. Wewe unazilazila mara kuna muda unafanya vitu vya kama sisi wenyewe tunashindwa kukuelewa tu kweli.
Sasa ni kwa nini huku? Bana Moshi, na maana ni kali namna hii. Mimi sekretari wako na nina haki ya msingi ya kujua bosi wangu kama uko sawa au uko sawa. Alafu mbona kama ndio mzako ziko sawa? Toa mkono wako hapa. Ni mara ngapi nimekukataza huu upuzi wako? Haujui kama mimi na familia? Kuna mchana, usiku na alfajiri. Sasa nisikilize. Ukiendelea na huo upuzi wako, nitakuachisha kazi. Naomba utoke ofisini kwangu. Kuna wengine wanafanya ibada gizani, kuna wanaolala usiku majenezani, familia zinasambaratika, mauaji ya kutisha. Acha basi. Kumbe ina maana hiki ndicho ulichokuwa nakiona. Unajua na kuona kwa muonekano tofauti. Huku unakuona na kichwa kikubwa, alafu huku unakuona kichwa kidogo. Nini? Nimekwambia nipe pesa, unanipa masuala ya mwisho wa mwezi. Maana yake nini? Yaani mimi nikaa hapa nisubiri pesa za mwisho wa mwezi wakati pesa zipo ndani? Huwezi kunipa pesa, basi niache nikatafute fedha sehemu nyingine. Kichwa changu kiko sawa. Ndio choki, babangu ndio ana pesa, lakini kwa nini nisufuria mwezi? Sikia, kichwa yangu 80% tu ndio inawaza mapenzi, lakini 120% nawaza fedha. Huwezi kunipa pesa, basi sawa. Ndio ninaelewa, basi ndio nachukua hiyo hela nikupe yote tu choki. Sikuta kunifanyia vichoki, mimi nakupenda mwenzako. Na twende ukanipe yote, tumeelewana? Twende na unipe zote, na hizo za mwisho wa mwezi unipatie. Mzee Zokwa, nimeona vijana wako wamekusha wasili. Sasa nimekuwa na mashaka, sijui umeshawapa taratibu za hapa na mienendo ya hapa na taratibu za chini yetu, au wamekuja tu kama wenda wazimu wengine ambapo wao wanakuja? Ndio, nimeshawapa utaratibu wote. Una uhakika?
Maana vijana wengi ambao wanatoka nje ya hichi kijiji huwa wakija hapa wanakengeuka na kufuata mambo yao. Sasa yanotokea yote wewe unashuhudia. Na sio itakuwa mara ya kwanza. Nasema hivyo sababu na chembe za uzazi zinazonisumbua mwilini. Nasema kwa sababu ya huruma. Ndio maana nakuuliza, una uhakika umewapa taratibu za hapa kijijini? Na uhakika nimekwisha wapa utaratibu wote. Hiyo kukumbusha jukumu lako mwenyewe. Mimi nilichofanya hapa ni ubinadamu tu. Nimetimiza sehemu ya ubinadamu wangu kama mzazi. Nakwambia tena, yanayotokea wewe unalifahamu. Yanayotokea wewe unashuhudia. Vijana wengi wamekuwa wakipotea hapa baada ya kuwa wamekengeuka. Ila sasa hili likitokea kwa mara ya pili, mimi nitabaki kuwa mpenzi mtazamaji, wewe utabaki kuwa mpenzi msikilizaji. Sitakuwa na huruma, sitakuwa na msamaha kwenye hili. Huruma sio malezi. Ndio, nakuelewa. Vijana hawa nimeshawapa utaratibu wote, japokuwa wanakuwa na utofauti kidogo sana. Hakuna binadamu kwenye taratibu za watu, kwa taratibu zetu hapa. Hapa hakuna binadamu, taratibu hizi nizifuatwe. Hakuna binadamu hapa. Madhara yanayotokea hapo wewe ni shahidi. Wewe hutaji kusimuliwa, lakini Waswahili wanasema kwamba kenge asikii mpaka atoke damu. Waache watoke damu. Mimi nimekuelewa na nitaendelea kuwakumbusha. Hongera sana. Una damu nyingi sana. Nimefanikiwa kujaza chungu changu. Sasa ninakuachia huru. Na hii sio mwisho. Kazi yetu itaendelea. Na ole wako unidanganye tena. Huu ndio utakuwa mchezo wangu. Kwa shilingi 1,195 tu inatosha kabisa kumiliki laptop computer, na kwa shilingi 1,199 tu itakufanya umiliki desktop computer. Power Brand Shop, chimbo la kompyuta. Tunauza kompyuta na zote, hard disk drive, printer, game PlayStation, kamera pamoja na CCTV kamera na vifaa vyake. Gharama zetu ni nafuu sana na bidhaa zetu ni bora zenye warranty. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Salmini na Tutugawe Chemchem. Kwa masuala zaidi tupigie 0746717282 au 0780717282. Kwenye mitandao ya kijamii Instagram na Facebook ni Power Brand Shop. Power Brand Shop, Ngosha wa kanda ya Ziwa. Sarafu ina pande mbili, kuna mchana, usiku na alfajiri. Wanadamu hubadilika, leo kicheko, kesho ni majeraha moyoni. Ulimpa jina la rafiki, ukamvaa kama ndugu wa damu, lakini kivuli chake gizani kilikuwa kisu, si kinga ya moyo. Nilijifunza kwa machozi, watu si vile wanavyosema. Ahadi ni upepo mdomoni, lakini vitendo ndivyo kweli. Imani ukimya wa nafsi, imani ukimya wa nafsi. Imani ukimya wa nafsi,
Nilikuona kama alfajiri, ukaja kuniponya giza, lakini ulipofika mchana ukaniacha nikichomeka juani. Maneno yalikuwa matamu,